neno kwa jina la Yesu. Nitasoma mistari kadhaa katika Marko 16, ule mstari wa 9 hadi wa 18. Marko 16 mstari wa 9 hadi 18. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Maria Magdalena, ambaye kwamba alimtoa pepo 7. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye, nao wakali wanaomboleza na kulia. Lakini hao waliposikia kama yu hai naye amemuona, hawakusadiki. Sema hawakusadiki. Rudia tena. Baada ya yao akawatokea watu 2 miongoni mwao, ana sura nyingine, nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Na hao wakaenda zao wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakuwasadiki. Sema hawakuwasadiki. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na kwa ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwa sadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Kawaambia, endeneni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, kwa jina langu watasema kwa lugha mpya, kwa jina langu watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Kwa jina langu wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Bwana alibariki neno lake. Yako mambo kadha kwenye hii mistari ambayo tunaweza tukapata kitu kikubwa cha kutusaidia kwa kipindi hichi na kwa wakati huu. Ishu kubwa iliyoleta hali fulani ya wanafunzi kutokuamini ni juu ya ufufuo wa Yesu. Na wewe unajua kiini cha imani ya Ukristo uko kwenye Yesu kufufuka. Hicho ndio kiini. Yaani haya yote unayoona, mapepo yanapiga kelele, majini yanapiga kelele, viwetu wanapata, hii issue siri yake iko kwenye kufufuka kwa Yesu. Sasa taarifa za ufufuo wa Yesu hata kwa wanafunzi zilikuwa na changamoto, pamoja na kwamba walikuwa wanaambiwa, lakini walikuwa hawasadiki, walikuwa hawaamini, walikuwa hawasadiki na walikuwa hawaamini kabisa. Walijua ameshakufa, habari yake imeisha. Hii ya kutuambia tena amefufuka, hii haijakaa mkao mzuri. Kwa hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo wengi hawakuweza kuamini juu ya ufufuo wa Yesu. Na pamoja na taarifa walizokuwa nazipata, lakini bado walikuwa hawezi kuamini. Sasa Yesu anajitokeza kwao, anachofanya cha kwanza anawakemea. Na sababu ya kuwakemea ni kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kukemea maana yake kukaripia, kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa sababu mtu kama hauamini kwa Mungu anapokuja kwako, atakukemea, maana yake atakukaripia. Sasa hawakuamini nini? Hawakuamini juu ya ufufuo wa Yesu. Hicho ndio ilikuwa shida. Bwana Yesu asifiwe. Kikawaida
kuna imani ya kawaida na kuna imani isiyo ya kawaida. Imani ya kawaida ni mtu anaamini baada ya kuona. Hiyo ndio imani ya kawaida. Yaani kuona kule ndio kunampa kuamini. Hiyo ni imani ya kawaida. Ukiniambia una kibanda cha M-Pesa, ninataka nione kibanda cha M-Pesa unacho. Ukiniambia una mashamba, nataka nione mashamba. Ukiniambia unaishi sehemu fulani, nataka nione. Kwa hiyo katika lugha ya asili ya kibinadamu, imani siku zote mtu anataka aone. Ninaishi hapa hapa, ninauza duka la viatu hapa, nimeoa, ndoa yangu hii hapa, mtu wangu hii hapa. Kwa hiyo kuna imani ya kawaida ya kibinadamu ambayo huwa inakuja kwa kuona. Manake mtu anaamini kwa kuona. Ukiniambia wewe una degree 7, nataka kuona evidence. Ukiniambia wewe ni askari, nataka kuona evidence. Nikishaona ndipo ninaamini. Kwa hiyo kuna imani ambayo inatokana na kuamini, inatokana na kuona, ambayo ni imani hiyo ya kawaida ambayo wanafunzi wengi walikuwa nayo. Wanataka waone alafu ndipo waamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nina gari, tuone gari. Nina M-Pesa, nataka tuone. Nina duka, nataka nione. Nina nyumba, nataka nione. Hiyo ni imani ya asili ya kibinadamu, ya kwamba anataka aone ndipo asadiki, anataka aone ndipo aamini. Sasa ukiingia kwenye lugha ya Mungu ni ngumu sana. Mungu yeye hataki uone, anataka uamini kwanza, alafu ndipo uone. Wakorintho wa pili sura ya 5. Korintho wa pili sura ya 5. Korintho wa pili sura ya 5, Biblia inasema hivi, 5 mstari wa 7 hadi wa 10. Anasema hivi: maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Unaona mistari hiyo? Twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Maana yake matukio ya kusadiki kwetu si mpaka tuone ndipo tuamini. Tunatakiwa tuamini kabla ya kuona, ndipo tutaona kile tulichoamini. Kwa hiyo kuamini ni jicho la kuona kile ambacho hakionekani. Wengi ataamini aone maisha mazuri ndipo amini, aone hapo. Ukienda kwa imani inaitwa imani ya Tomaso. Imani hiyo sio imani ya Kikristo. Imani ya Kikristo ambayo tunayo ni kwamba maisha yetu yanakwenda kwa kuamini, sio kwa kuona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Haleluya, haleluya. Sasa hiyo Marko tuliyoisoma ina mambo kama matatu ya msingi ambayo nataka tuiangalie kwa haraka haraka, baadaye tuombe. Akawakemea kwa kutokuamini kwao. Wewe unataka uone maisha mazuri ndipo uamini. Wewe unataka kuona mambo yamebadilika ndipo uamini. Wewe unataka kuona fursa ndipo uamini. Hiyo imani utachengwa sana. Unatakiwa uamini kabla ya kuona. Amen? Amen? Sasa huo mstari wa Marko 16 anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waamini. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Alafu ikaanza, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya,
wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya, hata kama watakunywa kitu ambacho ni cha hatari akitawadhuru. Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa hiyo kuna wale wanaamini. Wale wanaamini maana yake ishara zitawafuata. Anasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hao waaminio, ishara zitafuatana, maana yake zitakuwa pamoja, zitakuwa zimeambatana na wao, sio wao wafuate ishara. Ishara itawafuata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ishara ni nini? Ishara ni utambulisho. Unapoona Biblia inasema ishara, inamaanisha ni utambulisho, kwamba huyu mtu ameamini. Utamuona kwa ishara kumfuata, sio yeye afuate ishara. Tuko sawa? Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Yesu anasema wale walioamini wanaamini nini? Wanaamini ufufuo. Wanaamini nguvu ya ufufuo. Si tu kusema mimi ninaamini. Unaamini nini? Hawakuamini juu ya ufufuo wa Yesu. Ndio ilikuwa shida iko hapo. Inawezekana waliamini aliishi, inawezekana waliamini amezaliwa na Mariamu, inawezekana waliamini amekulia kwenye familia yao, kwenye ukoo wao, lakini kwenye ishu ya kufa walisema amekufa, ila ishu ya kufufuka ilikuwa ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu yeyote anayeamini, maana yake kuna alama inayofuatana naye. Utambulisho maana yake ni alama inayofuatana naye. Leo wakisikia Mungu yuko kule, wanaenda. Wakisikia kuna muujiza huko kule, wanaenda. Wakisikia kuna huku yuko huko, wanaenda. Wao ndio wanafuata ishara. Ni si kibibilia. Ishara zinatakiwa zikufuate wewe. Amen? 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 Kwa hiyo ishara inaonyesha wazi ya kwamba una utambulisho wa kwamba umetengwa, wa kwamba wewe sio kawaida, wa kwamba umetengwa. Ndio ishara. Hii haihusiani na kuwa kwenye dini. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Maana yake wanaamini kuna ishara ambazo alama za kuwatambua, utambulisho wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unaona watu wengi wanasumbuka, wanatafuta ishara. Wamesikia kuna nguvu sehemu fulani, wanaenda. Wamesikia kuna unabii sehemu fulani, wanaenda. Kibibilia ishara zinatakiwa zikufuate. Unatangulia, ziko pamoja na wewe. Watu wanakuona kwamba umeokoka, watu wanakuona kwamba umemwamini Mungu. Haitokani na kitu kingine, yatokana na imani kwenye kuamua na kuamini juu ya ufufuo wa Yesu. Tuko sawa sawa? Ndio maana Ukristo sio wa kuiga. Kuna vitu vinafuata nyuma, kuna vitu vinakutambulisha, kuna vitu vinakutambulisha. Tena viko watu watashangaa wanaviona tu, vinajidhihirisha vyenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ishara ni utambulisho kwa wale waliotengwa, ni alama kwa wale walioamini. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Lakini unaona hapo nimezungumza juu ya ishara, nikazungumza juu ya utambulisho, alafu nimezungumza juu ya ishara kama alama. Lakini anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kufuatana. Hebu huyo anachezea simu tu. Huyo unakaa kwako. Hebu fuatana na huyu. Tembea. Angalia kufuatana kulivyo. Sasa
hii ndio ishara. Hii ndio ishara. Sasa inasema huyu kuwa huyu afate ishara, ama ishara imfuate. Manake akimuvu zile alama zinaye, anamuvu zile alama zipo, anamuvu zile alama zinamfuata, zile nguvu zinamfuata, ziko pamoja na yeye. Sio huyu ishara itangulie huku, haijasema ishara zinafuatana. Uthibitisho ya kwamba umeamini unatokea nyuma, uko na wewe. Kwa hiyo kila ukifika wanajua huyu mtu ameamini, wanajua huyu mtu ametengwa. Lakini sasa hivi huyu ndio ishara zimfuate, ndio sasa anaanza yani nakwambia anasumbuka. Wapi? Kule wapi kuna utumishi fulani, kuna nguvu ya Mungu wa Kristo hao. Yani wao wanaenda kinyume. Ishara zinafuatana na yoyote anayeamini. Sawa. Tuko sawa. Kwa hiyo unaona hii ishara alafu kufuatana, maana yake iko na wewe. Unaamini juu ya nini? Juu ya ufufuo wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tusifuate kile ambacho kinapaswa kutufuata. Unasemaje? Nimesema tusifuate kinachopaswa kutufuata sisi. Bwana Mungu, kuna mtumishi wa Mungu. Bwana tinde mbio. Bwana ushirombo mbio. Usifuate kile kinachopaswa kukufuata. Nimesemaje Devi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna ishara, nimezungumza ni alama ama utambulisho. Alafu kuna kufuata, to follow, ya pili. Lakini ya tatu nimezungumza kuamini. Kuamini ni kufanyaje? Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kuamini ni kuwa na hakika ya kuwa kilivyo ndivyo ilivyo. Unakuwa na hakika kwamba kilivyo ndivyo ilivyo. Uko ndio kuamini. Kilivyo ndivyo ilivyo. Kilichosemwa ndivyo kilivyo. Ndio maana imani kwa lugha nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amefufuka, ndivyo ilivyo. Yesu ni mwana wa Mungu, ndivyo ilivyo. Yesu amepaa, ndivyo ilivyo. Yesu ameshinda, ndivyo ilivyo. Yesu anaponya, ndivyo ilivyo. Kuamini ni kwamba kinachosemwa, kilichoandikwa ndivyo ilivyo. Ni mwana wa Mungu, ndivyo ilivyo. Ni Mwokozi, ndivyo ilivyo. Ni mkombozi, ndivyo ilivyo. Imani ni kusema kilivyo ndivyo kilivyo, hakuna kubadilika. Amesema tutaweka mikono yetu juu ya wagonjwa nao watapata afya, ndivyo ilivyo na si vinginevyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu inakuja kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watatoa. Hii haitengenezi aina ya watumishi. Kila aminia na uwezo wa kutoa pepo, kwa sababu uwezo wa kutoa pepo hauko ndani ya dhehebu, uko ndani ya jina la nani? La Yesu. Sio ya watu maalumu.
kila aaminie ana uwezo wa kutoa pepo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu alitolewi. Nasikiaga wanasema, Baba katika jina la Yesu Kristo najiunganisha na mafuta sijui generali fulani sijui baba yangu wa nini. Mapepo hayatoki kwa majina ya mabishopu wala mitume wala wachungaji. Mapepo yanatolewa kwa jina la nani? La Yesu. Hakuna zile ni acrobatic, naunganisha neema ya Mungu ya baba yangu iko juu neema. Hamna hicho. Tuko sawa? Kwa hiyo anasema kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Vyote hivi vinafanyika kwa kuamini juu ya ufufuo na kutumia jina la nani? La Yesu. Chapia Bwana Yesu makofi. Tuko sawa? Tuko sawa. Kwa jina langu watatoa. Sema kutoa. Unajua kutoa? Kutoa. Watatoa pepo. Maana yake hatuna mjadala na pepo. Tunaliamrisha toka. Toka kwenye familia yangu. Toka kwenye mtaa wangu. Toka kwenye nyumba yangu. Toka kwenye afya yangu. Mapepo yanatolewa. Unayakasi yatoke. Unaambia unaweza ukatembelea kwingine, lakini sio kwenye biashara yangu, lakini sio kwenye nyumba yangu, lakini sio kwenye familia yangu. Pepo, hii sio sehemu yako. Toka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa jina la Yesu, kwa jina langu watatoa pepo. Wewe unaona kuna ishara na viashiria vya mapepo. Huo uwezo unao uwezo wa komandi. Toka. Sawa na Biblia yune, toka. Ninaamini katika ufufuo. Ninaamini katika kufa na ufufuo kwa Yesu Kristo. Pepo huna nafasi. Toka. Bwana Yesu asifiwe. Unaniambia unaliondoa kwenye familia, unaliondoa kwenye huduma, unaliondoa kwenye maisha, unaliondoa njiani kwako, mahali popote ambapo unaona vitu haviendi sawa, kuna kitu, amuru. Huo uweza huko ndani yako. Hilo jina unalo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vyote hivyo vinafanya kazi kwa jina la nani? La Yesu. Okay. Tunaposema kwa jina la Yesu tunamaanisha nini? Tunaposema kwa jina la Yesu tunamaanisha nini? Moja, kwa jina la Yesu kwa lugha nyingine ni kwa ruhusa au kibali cha huyo mwenye jina. Kwa ruhusa au kibali cha huyo mwenye jina. Kwa hiyo kusema kwa jina la Yesu Kristo, maana yake kwa ruhusa au kibali cha huyo mwenye jina. Tunaenda kupambana na mapepo na nguvu za giza sio kwa majina yetu. Tumepewa jina la kulitumia. Tuko sawa? Kwa hiyo kwa ruhusa au kwa kibali cha jina ama cha mwenye jina hilo. Mbili, kwa jina la Yesu maana yake kupitia nguvu zake. Kwa hiyo unacheza na kibali, unacheza na nguvu zake. Shida ni imani zetu tunapotumia jina, ndio shida. Kwa kupitia nguvu zake. Kwa hiyo ukitaja jina la Yesu unazungumzia nguvu za Yesu.
Amen, amen, amen. Kwa hiyo unazungumzia juu ya nguvu za Yesu, ni liko vyote ndani ya jina. Lakini ya tatu, unaposema kwa jina la Yesu, maana yake kupitia uwakilishi wake, kupitia uwakilishi wake. Kwa hiyo unaona wazi hapo kinachofanyika kwa jina la Yesu, maana yake kwa kibali cha Yesu. Kwa jina la Yesu, maana yake kwa nguvu za Yesu. Kwa jina la Yesu, maana yake kupitia uwakilishi wa Yesu. Maana yake unasimama kumwakilisha. Ukimwakilisha hauendi kwa jina lako, unakwenda kwa jina lake. Tuko sawa? Ndio maana vile viombezo siji nasema na babangu wa kiroho siji nini, hivyo hizo ni kachumbari ambazo hazina maana. Unapoenda kutoa pepo, hauendi kwa niaba ya bishop wako, unakwenda kwa niaba ya Yesu Kristo. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo unaposema lazima picha iwe ndani, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, maana yake kwa kibali chake. Na yeye alishabariki, ukitumia jina hilo mapepo yanapiga magoti na yanatoka. Alishasema amen, amen. Kwa jina la Yesu, nguvu za giza toka, maana yake kwa kibali chake. Nguvu za giza toka, haisikii, kwa jina la Yesu Kristo, maana yake kwa nguvu zake. Nguvu za giza toka kwa jina la Yesu, maana yake namwakilisha Yesu. Tunapambana na miliki za giza na tawala za giza, tukiwa tumejifunika mwamvuli wa jina la nani? La Yesu. Chapie Bwana Yesu makofi. Amen, amen, amen. Sasa twende tumalizie mstari wa mwisho, halafu baadaye tuombe. Kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 3. Ule mstari wa 3 mpaka mstari wa 16, mstari wetu wa mwisho. Inasema hivi: mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Alikuwa ni kiwete. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Alitumia nini hapo? Angalia. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akiruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamuona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabia mambo yale yaliyompata. Basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakakusanyika mbio katika tao lile liliotiwa la Sumainani, wakishangaa sana. Hata Petro alipoona haya, akawajibu wale watu, enyi Waisraeli, mbona mnastaajabia haya? Au mbona mnatukazia macho sisi, kana kwamba tumemfanya huyo aende kwa nguvu zetu sisi, au kwa utaua wetu sisi? Mungu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji, mkamuua yule mkuu wa uzima, ambaye Mungu amemfufua katika wafu.
na sisi tu mashahidi wake. Na kwa imani, sema kwa imani, kwa imani, sema kwa imani, katika jina lake, sema katika jina lake. Jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua, na imani ile kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele ya ninyi nyote. Angalia walivyotumia jina la Yesu. Anasema jina lake limemtia, jina lake limemtia. Kumbe mkisema kwa jina la Yesu anaenda mwenyewe. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Linaenda kufanya kazi. Wewe kazi yako ni kusema, kazi ya jina ni kuingia kazi. Sasa unasema kwa imani. Anasema na imani katika jina lake. Maana yake walipokuwa wanatamka walikuwa wanasema jina la Yesu limepewa nguvu za kudhibiti na kuharibu na kuinua na kuponya. Nikilitumia nina uhakika. Kwa hiyo wao wenyewe waliotumia walikuwa na uhakika na matarajio ya kwamba likisemwa kwa uhakika na kwa imani linatoa matokeo. Chapie Bwana Yesu makofi. Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa hiyo trigger ya kufanya jina la Yesu litoe matokeo ni imani. Imani ni nini? Ni kuwa na uhakika kwamba nikitamka jina la Yesu juu ya pepo linatoka. Kwa nini? Yesu mwenyewe anakuwepo kwa kusema kwamba pepo linatoka. Alishasema kwa jina langu kila likiitwa, kila nguvu za giza zinanyenyekea. Ni shida ni yetu wenyewe, hatujui kutumia, na tukisema tunasema bila imani, ndio maana matokeo hayaonekani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kwa jina la Yesu unaposema kwa imani, huku unatarajia matokeo ya ile jina, unakuta nguvu za giza zinapigwa pale. Ile sio ya kwako, ya kwako ni kuamini tu kwamba linafanya hiki. Jina la Yesu limemtia huyu mtu, manake ni Yesu unampeleka mwenyewe kwenye tukio. Tuko sawa? Wakati mmoja tulienda hospitali mimi na mchungaji. Tuliitwa, mtoto mmoja alikuwa kama anachanganyikiwa, ametoka shule anachanganyikiwa. Wakimwekea drip anatoa. Akaja akanambia, bwana shemeji yangu fulani ana changamoto. Nikamwambia mwambie atuite tumsaidie kwenye hilo eneo. Kweli tukakuta mtoto amelazwa. Yupo. Sasa wamekutanika, tunaanza kuomba. Nikamwambia wa mchungaji, hatukemei. Hatukemei. Tuingie katika roho. Tunaitia Yesu, 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 Yesu. Mtoto amekaa pale na sisi tumekaa huku. Tunataka Yesu, Yesu, Yesu katika roho. Tunaona tu kama vile tunacheza tu, kama vile tunacheza tu hivi. Vikaumana hapa. Wakashangaa, hatujamwekea mikono. Sisi kazi yetu tunaita Yesu. Akija anaangalia shida iko wapi, anapambana na nguvu za nini? Za giza. Jina la Yesu likiitwa, mapepo lazima yasalimu amri, lazima yapige magoti. Ni kuita kwa imani. Ndio maana nimwambia tusiombe, tufanye tu kazi ya kulitia jina la nani? La Yesu. Yesu, Yesu. Wewe kama kuna kitu kimekufa, kuna shughuli imekufa, wewe itia, usiwe na maneno mengi tu. Yesu, 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 Yesu. Ukiliitia jina na kuendelea na kuendelea na kuendelea, baada ya muda unashangaa nguvu za Mungu zinashuka. Anaingia kazini kufanya. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Kuna mhubiri mmoja aliitwa aende akaombee mtu. Kumbe yule mtu ameshakufa. Akafika akachukua watu wachache. Aliona wanaweza kaenda naye, wakajifungia mlango. Akaambia, ombeni
kwa kulitia tu jina la nani? La Yesu. Ndio maana nilikwambia Ukristo sio dini, si dini. Wakaanza Jesus, 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 Jesus. Wakaenda muda, unaweza ukaliitia paka hata dakika kadhaa, saa kadhaa, lakini baada ya muda nguvu za Mungu zilishuka kama sumaku, zikaenda zikamnyakua yule mtu, tayari akafungua macho. Tuna jina lipitalo kila jina. Ni wewe tu ndio ujui, ni wewe tu ndio uamini, ni wewe tu ndio unafahamu hiyo ni akina madaraka. Kwa kila aaminie. Amen. 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 Tusimame.